ومن هؤلاء آدم عليه السلام كان نبيا. آدم عليه السلام alikuwa ni nabii. Kisha baadaye ikazuka shirk baina Adam wa Nuh ambao ilikuwa ni 10 qurun. Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, kama ilivyokuja katika hadithi. Ilikuwa kati ya Adam na Nuh kuna karne 10 na watu waliishi bila shirki. Kisha watu wa Nuh alayhi salam wakazusha shirki ambayo ilianzia katika ghulu. Kwanza ilianza kawaida, ilianzia katika mapicha, yani masanamu, kuchonga masanamu. Kuja shaitan, kulikuwa na watu wema walipofariki, shaitan akawashawishi kwamba yani wale watu walikuwa wakitaka kufanya mambo mema au kujikumbusha mambo mema au kupata hima ya kufanya mambo mema, wanaenda kwa yale makaburi ya watu wema, wanaangalia, wanakumbuka, alafu wanaenda kufanya mambo mema. Ilikuwa yani utasema kwamba walikuwa na nia nzuri. Kaambia sasa nyinyi mnapata shida sana. Mnapata shida sana ya kuja tu mnakumbuka. Kwa nini msichore sura zao? Mkachora sura zao ili mkiwaona mnazidisha imani zaidi. Mkachora yani masanamu, mkawachora. Nisi tunawakumbuka, mnaweza mkawachora kwamba sura yake ilikuwaje au hivi, mkawachora ili mkiwaona mnazidisha imani zaidi. Na kweli wakafanya hivyo. Wakawa kija na angalia wanazidi imani, wanaondoka. Wale wakafariki. Ikaja jili mpya. Jili mpya, shaitan akawatia ilhamu mbaya, akawapa ilhamu mbaya, akawapoteza. Akaambia wenzenu walikuwa kabla yenu walikuwa wakiwaabudu hawa, fa'abaduhum, wakaanza kuabudu. Ndio asli ya shirki ilipoanza. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake Nuh alayhi salam kuwalingania watu katika tauhid, kuwarudisha katika tauhid na kuwakataza na shirki, kwa sababu asli ya wanadamu ni tauhid na sio shirki. Sababu kabla ya watu wa Nuh kuzusha shirki hakukuwepo na shirki. Shirki ni kitu ambacho hadatha, kimezuka, hakikuwepo. Kulikuwa na makosa mengi lakini sio shirki. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuh alayhi salam. Mtume wa kwanza ni Nuh alayhi salam. Sababu ya kutumwa mitume ni kuzuka shirki. Yani Adam alayhi salam kana nabiyan, alikuwa ni nabii. Na tunajua kwamba anaweza akawa nabii na si mtume. Yani anaweza akawa nabii na si rasul. Asa ar-rasulul awwal, mtume wa kwanza, nabii alikuwepo Adam na wengineo labda, lakini mtume wa kwanza ni Nuh alayhi salam, yani ambaye alikuwa ni nabii na ni mtume. Mtume anatumwa kufikisha ujumbe na kukataza watu na shirki na mambo mengineyo. Kwa hiyo kwanza ni Nuh alayhi salam. Baada ya kuzuka shirki, na ndio hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah, yani baada huduthi shirk. Tumetuma katika kila umma mtume, tukampa maagizo, akifika awaambie watu, awalinganie kumwabudu Allah peke yake, yani i'budu Allah wajtanibu at-taghut, najiepusheni na taghut, yani shirk. Na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Hatukutuma kabla yako mtume yoyote isipokuwa tunampa wahi kwamba akawaambie watu wake kwamba hapana mola apasye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi niabuduni mimi. Yani awaambie watu walinganie baada ya kuzuka shirki. Idhan ni wajibu kuamini hivyo, na mitume hawa
ni basharun mithluna, ni watu mfano wetu, ni binadamu mfano wetu. Si kama wanavyosema sufia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni basharun la kalbashar. Wanayo maneno wanatumia kwamba ni binadamu lakini si kama binadamu, yani katika ubinadamu. Hadha laysa sahih. Hii qaul inataka kuwafikiana na kauli ya manasara ambao wamemfanya Isa alayhi salam kuwa ibnu lillah au Allah. Wamemfanya Isa alayhi salam kwamba ni mtoto wa Allah, mtoto wa Mungu au ni Mungu, yani mtoto wa Mungu kwamba ana sehemu katika uungu, yani kwamba Isa alayhi salam basharun la kalbashar, kazaliwa kweli lakini si kama binadamu mwingine, na sehemu ya uungu, mpaka wakafikia hali ya kumwabudu wakiitakidi kwamba ni mwana wa Mungu au ndio Mungu mwenyewe alikuja tu duniani kwa muda. Angalia akida hii ya ajabu kabisa. Kwa hiyo almuslim la yajuzu an ya'taqida au an yaghluwa fi haqqi nabiyina sallallahu alayhi wasallam. Haijuzu kwa muislam kufanya ghuluu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kukatupelekea kuingia katika shirki ya kumwabudu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunasema Mtume sallallahu alayhi wasallam basharun kalbashar. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni binadamu kama binadamu wengine, illa annahu uhiya ilayhi, isipokuwa tofauti iko kwenye cheo. Ubinadamu ni ule ule, ni binadamu kama binadamu wengine. Yakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, anakula chakula, anatembea masokoni, tunajua nasabu yake, amezaliwa na baba na mama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haijuzu kufanya ghulu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam au kwa mtume yoyote, hata kwa Isa alayhi salam. Haijuzu kuamini kwamba Isa alayhi salam ni Mungu au mtoto wa Mungu kwa hujja kwamba alizaliwa na mama bila baba. Asema huyu ana sehemu ya uungu kwa sababu amezaliwa na mama bila mama, ndio maana anaitwa Isa ibn Maryam. Ikiwa hiyo ndio hoja, kuna hoja ambayo ni aqwa zaidi ya hiyo, nayo ni Adam alayhi salam. Adam ingekuwa inajuzu kuabudu sasa mtu ambaye amezaliwa katika njia isiyokuwa ya kawaida au alipatikana katika njia isiyokuwa ya kawaida, basi ya wa kwanza ilikuwa ni Adam alayhi salam, kwa sababu wujida biduni ummin wala abin. Yeye ndio wa kwanza kuumbwa, aliumbwa, ndio wa kwanza kabisa, hakuna baba wala mama, hajazaliwa na baba wala mama, yeye ndio wa kwanza. Bali sio hivyo tu, anayefuatia namba 2 ilikuwa si Isa alayhi salam, ilikuwa iwe nani? Hawa. Kwa sababu gani Hawa? Kwa sababu kapatikana kupitia mwanaume bila kuwepo mwanamke, kapatikana kupitia mwanaume bila kuwepo mwanamke. Kwa ingekuwa inajuzu kuabudu asiyekuwa Allah kwa sababu tu kapatikana kwa njia isiyokuwa ya kawaida, basi ya kwanza ingekuwa ni Adam, alafu namba 2 ni Hawa. Lakini tunasema haijuzu, wote hao ni bashar, wote hao ni binadamu, hawana sehemu yoyote ya uungu. Hizi njia za upatikanaji ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma anazozijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan haijuzu kufanya ghuluu kwa mtume yoyote au kwa nabii yoyote, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kusifiwa sana, la taturuni kama atrati an-nasara ibn Maryam au Isa ibn Maryam, msinisifu sana au msinisifu kama walivyomsifu manasara Isa ibn Maryam. Walimsifu mpaka wakachupa mipaka, wakamfanya Mungu au mtoto wa Mungu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akakataza ahlul kitab kufanya ghulu, akasema ya ahlul kitabi la taghlu
fi dinikum, enyi ahli kitab msifanye ghulu katika dini yenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza sana kukaa mbali na ghulu, akatuhimiza sana kukaa mbali na ghulu, mpaka akasema fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi ad-din, wameangamia waliokuwa kabla yenu, au kimewaangamiza au imewahilikisha waliokuwa kabla yenu ghulu katika dini. Ikiwa hiyo ni ghulu kwa mitume kwamba haifai, mimbabi aula kwamba haifai kufanya ghulu kwa mashaikh na auliya na salihin. Wanaofanya sufia, mashia, rawafid, wanaofanya ghulu kwa mashekhi zao na muammamu, unajua wale vilemba vyeusi watu wanafanya ghulu. Ukiangalia katika mapicha, mavideo, kuna nchi watu wanafanya ghulu bwana, kuna nchi watu wana ghulu bwana, na huko ni kuabudu, huko ndio kuabudu kabisa. Shekhe anakaa hapa, mtu anaanza kupiga magoti kule, anatambaa hivi kule, anatambaa, subhanallah, akija anabusu kwa miguu nini ipaka, subhanallah. Waislamu hao wapo katika dunia leo, wanajinasibisha na Uislamu, wanajinasibisha na Uislamu ghulu. Marawafid, mashekhe wao chochote atakachosema wanaamini chochote. Yani mfano marawafid wanaweza kaja hapo ukatengeneza dini, tukatafuta shehe mmoja mwenye kilemba cheusi afu ukala naye dini, wewe bwana sikiza wataka hela bwana. Sasa hapo na nyanga bwana, hapa kuna mawe fulani yamekaa, yani yanapendeza mazuri. Sasa mimi nitasema kwamba haya mawe haya Hussein alikuja hapa akawa ana swali kwenye haya mawe haya. Hussein radhiallahu alikuja, alitoka Maka akaja hapa swali kwenye haya mawe. Kwa hiyo watangazie marafidha huko mashia waje hapa, jiwe moja tunauza 20,000 au 50,000. Uone hiyo shughuli yake. Na anawaambia na wanaamini kwa wanakuja kununua mawe ya Hussein yako na nyanga, na watu wanaamini. Kwa nini hamjaona clip moja shekhe mmoja anasema mtihani shekhe, na watu wanaamini? Watu wanaamini jamaa. Unaona ile clip, shekhe mmoja anasema kondoo huko, sufi mmoja, mliona hiyo? Anasema mtume alienda, asema mtume alifika Kondoa. Mtume bwana alikuja Tanzania bwana, mtume alikuja Tanzania na akabashiria watu fulani kwamba ni watu wa peponi, na watu washaamini. Kwa hiyo subhanallah, watu wako katika maajabu. Ukiwa kule Saudia wakati wa haji, watu wanakuja kutoka mataifa mbalimbali. Wale watu au marawafid na wengine wenye ghulu kama wale wa Saudia, Allah wahifadhi, wangekuwa na khiana wale, basi wangekuwa wanaibia sana hela wale. Yani chochote utakachowaambia kule Saudia kwamba hichi cha Hussein hiki, na toeni hela, mtafanya hivi, utachukua hela mpaka utazichoka. Sasa wewe fikiria wenzako katika hayo makaburi yao wanaoenda kuabudu na kusujudu, wakifika wanaenda na marundo ya pesa yale makaburi. Hii hamjaona nyinyi makaburi yanayoabudiwa? Hamjaona. Acha makaburi ya kwetu, mtu anakwenda porini, kaburi liko porini, wanaenda tu wanazunguka. Acha makaburi kama huu msikiti, hili si msikiti, yani ndude tu limejengwa holi, halafu mna mikaburi ndani mizuri, yani imejengwa vizuri marumaru, halafu kuna sengenge, halafu kuna maeneo ya kuingiza, ukifika unamwaga miela huko. Mimi nimeenda nchi fulani, nimeshuhudia miela huko, miela. Kwa hiyo ukifika kipindi miela imejaa hivi, halafu ukifika baadhi ya vipindi ukifika hamna hata shilingi. Wenyewe wanaamini kwamba Hussein kachukua au Imamu Mahdi kachukua, kwa wamempa sadaka. Kumbe ile miamamina ile ingine na vyeusi hivi inachukua zile ile
Wenyewe watu wa Dar es Salaam wanasema enda kula bata, wanacheka tu, lakini watu wanaamini kwamba zile hela zinawekwa na zinakuja kuchukuliwa na Hussein, si Imam Mahdi Muntadhar, si nini, wanaamini hivyo. Hakadha yote haya yanasababishwa na ghulu. Nasallallahu salama al-afia. Idhan al-imanu bir-rusul, kuamini mitume, imani iliyokuwa sahihi, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Kuna firaq, baadhi ya makundi ambayo haamini siku ya mwisho, au yani hayaamini baadhi ya mambo ya siku ya mwisho. Mfano Mu'tazila adhunnu kwamba hawaamini adhabu al-qabr, lakini pia kuna baadhi ya mambo hawaamini kama vile mizan na mfano wake, na vile vile hawaamini shafaa, kwa sababu wenyewe wanaamini yani shafaa ile ya mtu aliyokuwa anastahili kuingia motoni asiingie, kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba murtakibul kabira, mtu aliyekufa na madhambi makubwa, yajibu dukhulun nar, na ni lazima ingie motoni, na akiingia hatoki, mukhalladun fi nar, wanasema motoni milele. Hawa ni Jahmiya, Mu'tazila, Khawarij katika Ibadhiyya na mfano wao, wanaamini hivyo. Kwa hiyo hii sio imani bil yawmil akhir, imani iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo yajibu al-imanu imanan khalisan muwafiqan lilkitabi was sunnah, ni lazima kuamini imani sahihi inawafikiana na kitabu na sunna. Wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar kwamba khairi na shari zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani zimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi na shari zimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba shari ni shari? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala kuumba shari sio shari. Yani kitendo cha Allah, kile kitendo chake cha kuumba shari, je, kile kitendo ni shari? Sio shari. Matendo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni khairi, hakuna shari hata moja. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala an dhalik, Allah ametakasika na kusifika na shari. Kwa hiyo kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala shari, kile kitendo chake cha kuumba shari, kile kitendo sio shari, lakini kilichoumbwa ni shari. Kwa hiyo Allah ameumba kufru, kufru ni shari, lakini kule kuumba kwake kufru sio shari. Niwape mfano, ni mfano kama vile daktari. Hivi daktari akimpiga mtu sindano, yule mtu si anaumia? Si ndio? Sindano inauma bwana, hata ujifanye mjanja vipi utajizuia tu, lakini inauma kabisa. Sindano inauma, unaisikia hasa ikipigwa kwenye mshipa huko inauma. Je, ni shari si shari? Kuumia sio shari. Yani kuumia sio shari, raha khairi. Unasikia maumivu, shari raha. Shari sio naswasi, ni shari. Jibu vitu sio naswasi, ni shari. Sawa sawa. Je, kile kitendo cha huyu daktari kukudunga sindano, kile kitendo ni shari? Wewe uliodungwa kwako ni shari, wewe uliodungwa kwa upande wako wewe ni shari. Je, yeye aliyekudunga kitendo chake cha kukudunga wewe ni shari? Si shari. Kwa nini si shari? Kwa sababu anakutibu. Umeona hapo sasa? Lakini wewe ambaye unaumia kwa upande wako wewe ni shari. Kwa hiyo ndio maana tunasema khairihi wa sharrihi, khairi yake Allah na shari yake, yani ni shari yake kwa sababu yeye ndio ameumba, lakini hiyo shari ni shari kwa upande wetu sisi, tunainasibisha na yeye kwa sababu yeye ndiye kaumba, lakini yeye kuumba kwake si shari, ni shari kwetu sisi. Tumeelewa? Hasa unasema Sheikh, sasa kufuru, kwani kufuru ni nzuri, ina faida gani? Kufuru ina faida kwa waumini. Kufuru ina faida kwa waumini kwa sababu anamanuka kati ya muumini na kafiri.
Kwa muumini anapata daraja kwa kuacha ukafiri. Kufuru ipo ili kupatikana watu wa motoni, na watakaoacha kufuru wakaamini wanakuwa watu wa peponi. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba shari za makafiri kuwapiga vita Waislamu wakawaua wakati mwingine katika jihadi. Mfano Waislamu wakatokea wakauawa katika jihadi ya kisheria, sio jihadi ya Daesh, wakauawa mfano. Je, hii ni kheri ni shari? Ni shari kwa upande wa kuuawa, lakini wakati huo ni kheri kwa upande wao hao waliouawa, kwa sababu wanakufa kwa ajili ya Allah, wanapata daraja, wanaingia peponi. Kwa ni shari katika yale yaliyowapata, ni sukosuko, lakini wakati huo ni kheri. Tumeelewana jamani? Kwa tunavyosema wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, na tunaamini qadari khairi zake na shari zake, sio maana yake kwamba Allah kitendo chake cha kuumba ni shari, la, bali hiki kilichoumbwa hiki cha shari amekiumba Allah, ndio makusudio, lakini yeye hajafanya shari. Allah subhanahu wa ta'ala lazima umtakase Allah na kufanya shari, kama ambavyo hapa tumemtakasa tabibu kufanya shari ya kumdunga mtu sindano, wakati fina hakika mtu unaumia, unasema daktari hajafanya vibaya. Tumelala jamani? Kwa imani bi qadari. Kwa hiyo imani hii lazima iwe imani sahihi ya kuamini qadari. Halafu hapa kuna jambo la msingi sana ambalo ahlul ilmi wanalibainisha, jambo la msingi sana, kwamba sisi tunaamini kwamba kila jambo limekadiriwa, alaysa kadhalika? Kwa hiyo wewe uende huko, utoke hapo uende pale ukavunje uibe, tukikudaka tunakuuliza kadari bwana, inafaa? Nasemaje? Si unatakana ukipatwa na jambo useme qaddara Allahu ma shaa faala, si ndio? Tumekamata hapo nje umeiba viatu, tumekamata vipi? Bwana msinipige jamani, qaddara Allahu ma shaa faala. Basi qaddara Allahu jamaa ma shaa faala, kwa niachieni bwana. Vipi hapo, vipi? La yajuz, haifai.